Ulikuwa mgombea wa kiti cha ubunge Tabora mjini. Kwa bahati mbaya wale ambao ulikuwa unachuana nao, kuna mmoja alipita ambaye kwa sasa anawakilisha jimbo la Tabora mjini, namzungumzia mheshimiwa Hawa Mwaifunga. Kwa upande wako, kile ambacho anakifanya na zile ahadi ambazo alizitoa mpaka sasa, unaona kuna namna ameisaidia Tabora Manispaa? Kwanza nikupongeze, maana wakati unaniuliza hili swali kuna kitu umesema bahati mbaya, na ni kweli. Bahati nzuri ingekuwa kwangu, ningekuwa mbunge wa jimbo la Tabora mjini. Kwa hiyo bahati mbaya ndio hivyo, sijawa mbunge wa jimbo la Tabora mjini. Unajua, wakati tupo katika kampeni wote tulikuwa tunaipigania Tabora yetu. Kwa hiyo yale tuliokuwa tukiyataka ama tukiyasema yalikuwa katika hali ya kuijenga Tabora. Kwa hiyo kila mtu anakuwa na sera zake, na kuna sera ambazo unaweza ukazungumza ukawa umempiga kabisa mwenzio ngumi ya kisogo, lakini ana haki apokee, kama jinsi tulivyokuwa tukifanya kampeni. Lakini kwa bahati mbaya sana, aliyeweza kutangazwa kuwa mbunge wa jimbo la Tabora mjini, kuna baadhi ya vitu ambavyo ingepaswa kuvikumbuka ama ingepaswa kwanza kuvifanyia kazi mapema. Kuna hili swala ambalo ni swala la mikopo ya vijana ya 10%. Katika kampeni zake ilikuwa ni miongoni mwa ahadi ambazo alizokuwa ameahidi kuhakikisha kwamba anakwenda kulisimamia hili jambo. Na mimi ni muombe alisimamie vizuri, sababu leo kuna baadhi ya watu vijana wakisikitika kwamba bado ile mikopo haijawafikia. Sasa yawezekana ile mikopo haijawafikia kutokana na elimu hawajapewa, kwamba ili uweze kupata mikopo hii unatakiwa uanze wapi, ufike wapi na upitie wapi. Na wanaotakiwa kutoa hii elimu, kuna watu wanaitwa maafisa maendeleo ya jamii kwenye kata. Sasa wale wanaweza wakawa wamekaa kule, wale maafisa maendeleo wamekaa kule, vijana wako wanahaso mitaani, wanasikia tu kuna mikopo ya 10%, vijana hawajui wapi waanzie. Sasa jukumu lake yeye kama mbunge katika hali ya kujenga jimbo, ni lazima ahakikishe anazungumza na watu ambao wamepewa dhamana ya kuwapa elimu vijana. Kuna maeneo, kuna baadhi ya kata mpaka muda huu kuna vijana hawajui mikopo inapatikana vipi. Kwa hiyo kama ni miongoni mwa ahadi ambazo walizokuwa wameahidi, tena zile ahadi walisema za 100 ndani ya 100, sasa inaweza kaa pesa imefika, pesa iko manispaa, lakini wanasema kwamba vijana hawajitokezi, kumbe vijana hawajapewa elimu kipi kifanyike pesa ile iweze kutoka. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo ni lazima avifanyie kazi katika masuala mazima ya kulijenga jimbo la Tabora. Vijana wengi wanakosa ajira hapa Tabora. Kama chama, pengine mna mpango gani wowote ama mna ushauri gani kuhusiana na ili jambo? Vijana wapo wengi, wengine wamesoma lakini bado wapo na hawana kazi. Takurudisha nyuma kwenye kampeni zangu, nilikuwa napiga sana kelele juu ya ajira kwa vijana, sababu mimi nimezaliwa hapa Tabora na Tabora naijua. Na maana nilikuwa nikisimama nazungumza kwa msisimko juu ya vijana kukosa ajira. Na ni kweli, dimbwi kubwa la vijana hapa Tabora wengi hawana ajira. Na mara nyingi nimekuwa nikisema kwamba vijana wengi wamekwenda kujiajiri kwenye ajira za bodaboda. Na sasa hivi ni hali imekuwa ngumu sana. Unaona mafuta saizi, kijana anatakiwa ili aweze kuishi kwa siku anatakiwa awe anapata shilingi 25,000. Sasa shilingi 25,000 kwa mji wetu wa Tabora, hii unajua nauli ya kutoka hapa kwenda stendi shilingi 1,000. Bodaboda ziko zaidi ya 5,000 hapa tu katikati ya mji, zaidi ya bodaboda 5,000. Hiyo shilingi 5,000 unakwenda kuipata vipi? Kwa hiyo tukiangalia katika ile hali ya kutazama ajira kwa vijana, tunarudi kwamba kuhakikisha hawa waliopata dhamana ya kuwa sasa wabunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hebu wahakikishe
wanalia juu ya ajira kwa vijana. Tabora hakuna viwanda. Tabora ni tofauti na mikoa mingine. Leo Tabora unavyoona hivi ni mkoa, ukiangalia inawezekana ukawa ni mkoa wa 3 kwa idadi ya watu wengi Tanzania kama sijakosea. Okay. Lakini ukiangalia Tabora hata kiwanda kimoja hakuna. Hebu angalia hawa vijana wote wanafanya shughuli gani? Kwa hiyo kuna haja kubwa sana kuhakikisha kwamba Tabora tunapata wawekezaji. Tabora kunazalishwa viwanda vya kutosha ili vijana waweze kujigawagawa. Leo vijana kweli kuna hiyo mikopo imekuja, nimetoka kuizungumzia. Vijana wanakuja kuangalia, wengi wanajiita wajasiriamali. Wanaweza wakapewa huo mkopo, hata hayo marejesho yakawa ni magumu kwa sababu Tabora bado hakujafunguka katika uingiaji wa pesa. Tabora bado ni kugumu ndugu yangu. Sasa tupate viwanda, haya mambo mengine yote yataenda. Leo ukitoka hapo ukienda pembeni kidogo ya mji unakuta vijana sasa wanacheza pool table. Utamkataza asicheze pool table, wapi aende? Saizi saa 7 hii hana pa kwenda. Kwa hiyo mwisho wa siku anakaa pale kwenye pool table anakwenda kucheza kamari. Lakini leo pakipatikana viwanda katika mji wetu wa Tabora, vijana watatoka. Sio wote watakwenda kufanya kazi za viwandani. Okay. Mimi nikienda kufanya kazi kiwandani, wewe umekwenda kufanya kazi kiwandani, nyumbani utamwacha mtu atakutegemea wewe. Wewe umekwenda kufanya kazi kiwandani, utamwita fundi ujenzi atakwenda kukujengea kibanda chako. Umeenda kufanya kazi kiwandani, utamwita bodaboda atakutoa kiwandani atakurudisha nyumbani kwako. Kwa hiyo Tabora tulie na viwanda. Tuache ujanja huo kusema viwanda vinajengwa. Lini na vitaisha lini? Na kama vinajengwa basi vijengwe kwa haraka iwezekanavyo, tuweze kuokoa ili janga ambalo linawasakama vijana hapa Tabora mjini. Bwana sawa. Tumalizie na hili hapa. Mnalizungumziaje ama mnazungumziaje hali za huduma za kijamii, hususan elimu, afya, maji, kama nyinyi ACT Wazalendo mnapokaa kwenye vikao vyenu, hili mnalizungumziaje hususan kwa hapa Tabora? Tena umefanya jambo zuri sana kuniuliza ili japo ndio jambo la mwisho, lakini huduma za kijamii katika mkoa wa Tabora ni mbovu sana. Umeniambia afya, maji, elimu. Nianze kwenye kitu kinachoitwa afya. Hivi sasa hivi una habari kwamba hivi vituo vyetu vya afya, hizi zahanati, kwamba mtu anapopatwa ujauzito, zamani tulikuwa tumezoea kwamba siku ya kwanza akienda wanaita ile kliniki. Yeah. Akifika ile kliniki kuna gharama pale lazima zitoe na tulizizoea. Yes. Japo zilikuwa ni chungu lakini tulizizoea kwamba kuna baadhi ya vipimo watachukuliwa pale, kuna gharama ataitoa, lakini baada ya hapo utaratibu utakaokuwa unafuata ni kwenda kliniki kuhudhuria zile siku alizoandikiwa na daktari, kwenda kuangalia kiumbe kilichopo tumboni na afya yake kwa ujumla. Tulizoea hayo, lakini kwa sasa hivi hali imebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Na tunapewa malalamiko na wananchi. Leo kila siku mtu akipewa kalenda ya kurudi kliniki ni lazima awe ana pesa. Unalitambua hilo? Tembelee katika vituo vya afya uone. Wanalia sana wajawazito. Leo mtu akifika zahanati, kaisha fungua ile kadi yake kipindi cha nyuma, kuna vipimo anatakiwa tena apime. Na vipimo vyenyewe havina usahihi. Nataka nikwambie vituo vyetu vya afya vipimo vyake havina usahihi. Anatakiwa apime, akipima kuna pesa anatakiwa atoe. Kuna vituo vingine inafika mpaka 15,000. Kuna vituo vingine inafika shilingi 7,000. Kuna vituo vingine vinafika shilingi 9,000. Mbaya zaidi anapokaribia kujifungua, saizi anaambiwa akapige ultrasound. Pale katika kile kituo alichokwenda kujiandikishia hakipo. Anatakiwa akatoe shilingi 15,000 akapige kokote kule ili aje alete majibu. Kwa hiyo leo mjamzito mpaka kwenda kujifungua, mbali na gharama za kujifungulia, kile kipindi cha ujauzito wake anapoteza sio chini ya shilingi 100,000. Vipimo tu hivyo. Sasa hali yenyewe sasa hivi unaiona imekuwa ngumu. Huduma za afya ndio hivyo zimekuwa shida. Kwa hiyo gharama zimekwenda zinabadilika. Lakini leo wabunge
Haya si kwamba hawayasikii, lakini hawayasemi. Na sisi ndio haya leo tunatakiwa tunayasema, na tukiyasema wakayafanyie kazi, ushahidi tunao. Sasa tofauti ya hizi hospitali za private na hizi za government, tofauti yake ni nini? Sababu leo ukitoka wewe hapa unaumwa malaria, utakwenda kupima shilingi 3,000 maabara. Ukitoka hapa kwenda kwenye kituo cha afya, kabla hujamuona daktari kupima hayo malaria unatoa 5,000, na malaria utapima 3,000 8,000. Wapi uende? Kwa hiyo huku kwenye huduma za afya kwenye upande wa serikali kiukweli zinawakandamiza sana wananchi. Lakini katika upande wa maji naweza nikasema tupo 50 kwa 50. Tuna ziwa Victoria, tuna maji ya kutoka ziwa Victoria. Kwa hapa Tabora mjini nisiseme kwa ubaya. Tabora mjini tunapata maji at least hata 60%. Okay. Na kipindi maji yanaweza katika labda kulingana na shida za umeme, labda maji yanaweza katika kulingana na mifumo labda kuharibika. Kwa hiyo kwenye upande wa maji kidogo hilo mimi naomba niwapongeze hawa TUWASA. Lakini umesema jambo la elimu. Jambo la elimu kiukweli kuna kilio kikubwa mno kwa wazazi. Leo kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa mtoto anasoma. Lakini katika kusoma kuna ile michango anasema ya kula shuleni. Hayo ni makubaliano kati ya shule pamoja na wazazi. Tukiyakataa hayo tutakuwa hatujafanya sawa. Lakini kuna ile pesa ambayo wazazi wanailalamikia kila siku ya Jumamosi. Kwanza lazima mtoto aende shule na lazima awe na shilingi 1,000. Najua 1,000 wewe mwandishi wangu unaweza ukaiona ni ndogo kulingana na uingizaji wako wa pesa. Lakini shilingi 1,000 kwa mzazi ambaye anayejitafuta ni nyingi sana. Na bahati mbaya saa hizi mzazi unakuta na watoto watatu. Ka kwanza kapo darasa la pili, kwanza kapo darasa la 5, ka pili kapo darasa la 3, ka tatu kapo darasa la pili. Shilingi 3,000 kila Jumamosi, wachange 1,000 wale. Wazazi wanasikitishwa sana na hiyo. Ukiwauliza walimu wanakuambia pesa ya mtihani. Huo mtihani ambao ukiletwa ambao mtoto kaufanya siku ya Jumamosi ni kamtihani ambao kametolewa photocopy ya shilingi 100. Sasa hili sio jambo sahihi. Kweli tunataka watoto wetu wapate elimu, lakini kama kuna shida ya mashine ya photocopy, mimi nadhani hili mheshimiwa mbunge aliangalie, ili kuondekana na hili jangwa la kuwachangisha wazazi. Wazazi wanachanga na wanasikitishwa sana, michango shuleni imekuwa mingi. Na mtoto asipoenda Jumamosi, Jumatatu anachapwa. Sasa ukiangalia ile tatizo la mtoto kuchapwa Jumatatu kutokwenda Jumamosi, kumbe unakuta ni tatizo la mzazi kutokupata 1,000 kumpa mtoto aende shule. Sasa tuangalie hili. Na hili mimi nikuombe mtangazaji wangu, hebu ujaribu kutoka. Ujaribu utembelee shule za hapa mjini. Shule takriban 3 au 4. Ukiwa hoji walimu wanaweza wakaficha. Hoji wanafunzi wale watoto wadogo. Jumamosi huwa mnakuja na shilingi ngapi? Utasikia Jumamosi mtoto anakwenda na shilingi 1,000 ya mtihani. Lakini kama ni shilingi 1,000 ya mtihani, ina maana pale shule hakuna ule mfuko ambao unaopata zile fedha za kila mwezi kwa ajili ya mtihani. Zinakwenda wapi? Kwa hiyo hili tuangalie. Tunahitaji watoto wetu wapate elimu, na tunafurahi sana wakipata elimu na walimu wao wakiwapa elimu nzuri. Lakini tunapinga hili swala la hizi gharama zimekuwa ni kubwa. Na katika masuala ya afya tunahitaji wake zetu, watoto zetu wapate matibabu, lakini gharama za afya kulingana na hali tulionayo zinatushinda. Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotion wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762 484266. Instagram @viva_promotion.